Spika wa bunge la Iran Mohammad Baghel Ghalibaf ameeleza kuwa ukosefu wa imani ndio uliosababisha kushindikana kwa mazungumzo ya amani kati ya Iran na Marekani yaliyofanyika Islamabad, Pakistan, baada ya majadiliano marefu kumalizika bila kufikiwa kwa makubaliano. Katika ujumbe wake wa Jumapili hii kwenye mtandao wa X, Ghalibaf alisema Iran iliingia kwenye mazungumzo hayo kwa nia njema, lakini bado ilikuwa na mashaka makubwa kutokana na uzoefu wa nyuma. Tuna nia njema na utayari wa kushiriki mazungumzo, lakini kutokana na uzoefu wa vita viwili vilivyopita, hatuna imani na upande wa pili, alisema. Aliongeza kuwa Marekani ilishindwa kupata imani ya ujumbe wa Iran katika duru hiyo ya mazungumzo. Ghalibaf pia alishukuru Pakistan kwa kuandaa na kuwezesha mazungumzo hayo, akiitaja kama nchi rafiki na kindugu na kuwapongeza wananchi wake kwa mchango wao. Katika hatua nyingine, chanzo kilicho karibu na ujumbe wa Iran kililiambia shirika la habari la Fars kuwa Marekani ilikuwa ikitafuta sababu ya kuondoka mezani. Chanzo hicho kilidai kuwa Marekani haikuwa tayari kupunguza masharti yake licha ya hali ya mkwamo katika vita, na kwamba mazungumzo hayo yalilenga kurejesha taswira ya Marekani kimataifa. Kwa mujibu wa chanzo hicho, Iran haina mpango haraka wa kushiriki duru nyingine ya mazungumzo. Vyombo vya habari vya Iran pia viliripoti kuwa Marekani ilidai mambo ambayo haikuweza kuyapata kupitia vita, yakiwemo masuala ya mlango wa bahari wa Hormuz na mpango wa nyuklia wa Iran. Tehran ilikataa kile ilichokiona kuwa masharti makubwa kupita kiasi kutoka upande wa Marekani. Wakati huo huo, Pakistan ilizitaka pande zote kuheshimu usitishaji mapigano uliokubaliwa awali. Naibu Waziri Mkuu Ishaq Dar alisema ni muhimu kwa pande zote kuendelea kuheshimu makubaliano hayo na kushiriki mazungumzo ili kufikia amani ya kudumu na utulivu wa kikanda. Tunatumaini pande zote zitaendelea kwa roho chanya ili kufikia amani na ustawi wa kudumu, alisema Dar, akiongeza kuwa Pakistan itaendelea kuwezesha mawasiliano na mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Baada ya kumalizika kwa mazungumzo hayo, ujumbe wa pande zote uliondoka Islamabad. Ujumbe wa Iran uliokuwa ukiongozwa na Ghalibaf pamoja na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi uliondoka muda mfupi baada ya ujumbe wa Marekani ulioongozwa na makamu wa rais JD Vance kuthibitisha kuwa hakuna makubaliano yaliyofikiwa na kwamba Iran imekataa mapendekezo ya Washington.